Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, tunaendelea mbele na kipindi cha funga ya Ramadhani. Tunayazungumzia au tunamzungumzia ni nani anapaswa kufunga au anaamrishwa funga Ramadhani. Ni nani? Kwa uzuri wa Uislamu, Mwenyezi Mungu aliotengeneza kwetu au alioteremshia sisi kwamba Uislamu ni dini ambayo imetengamaa kwa kila jambo, kwa sababu ni dini nzuri, ni dini safi, na inayoamrisha au inayofundisha mafundisho yake lazima yawe mazuri na yawe safi. Nani anapaswa kufunga au nani anaamrishwa funga ya Ramadhani? La kwanza kabisa, anayeamrishwa funga ya Ramadhani anakuwa ni Muislamu. Muislamu mwenye akili nzuri safi, Muislamu mwenye uwezo wa funga, kwa sababu hayaweza kawa Muislamu lakini hana uwezo wa kufunga. Mfano, kama mwenye maradhi ambayo anakumbwa na maradhi ambayo hayaponi, huyu hafungi. Ni Muislamu na funga ya Ramadhani imemkuta, lakini hana uwezo wa kufunga kwa sababu maradhi yake hayamruhusu kufunga, hayamruhusu funga. Na funga inayosemekana hapa ni funga ya kula na kunywa. Ama funga zingine kama kufunga macho yako, kuyafundisha kuonyesha sehemu nzuri, mwili wako wote kufunga, lazima ufunge, lazima afunge. Ila chakula, yeye anakula mchana wa Ramadhani. Sasa kwa huyu tunasema kwamba yeye hana uwezo wa funga hii. Tutaona mbele huko atafanya jambo gani. Kwa hiyo la kwanza atakayefunga ni Muislamu. Bimaana ambaye si Muislamu hayaamrishwi funga. Sasa tafunga kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu tumesema funga ni ya Mwenyezi Mungu. Anayeamrisha funga ni Mwenyezi Mungu. Funga ni ibada yake, ni kumwabudu Mola wetu. Na huyu ambaye si Muislamu hajajua Mungu gani ambaye anapaswa kuabudiwa kwa haki. Kama hajajua nani anayepaswa kuabudia kwa haki, ina maana hata atakapofunga hayatojulikana amefunga kwa ajili gani, amefunga kwa nani, anafunga kwa sababu gani. Kwa hiyo ambaye si Muislamu funga haimruhusu. Inamruhusu kwa jambo, kwa sababu lazima ni mwanadamu, lazima awe ni Muislamu, anatakiwa awe Muislamu. Sasa wakati hapo hajawa Muislamu, funga haamrishi funga, kwa sababu kuna jambo kubwa ambalo hajalifanya, ambalo linasababisha funga yake ikubaliwe, awe ni mwenye kuamrishwa kufunga. Kwa hiyo la kwanza kabisa ni mwenye funga yake, ni ambaye atakayefunga ni Muislamu. Ambaye si Muislamu haamrishwi kufunga. Nani? Pili, atakayefunga lazima awe sahihun muqimun, awe ni mwenye kuwa
na afya nzuri naye mkubalia kufunga, na awe ni mukimu, yani ni mwenye kukaa katika sehemu, yani ni mwenye mji au ni mwenye kijiji. Bimaana musafir haruhusiwi, anapatwa kiasi ya kufungua mchana wa Ramadhani, kula mchana wa Ramadhani. Ndiyo sababu imewekwa kwamba sahihun muqimun, yani anaweza kuwa ana afya nzuri, anaruhusiwa kufunga, na akifunga hana tatizo lolote analopata katika mwili wake, yani katika afya yake, na awe ni mukimu, sio msafir. Kwa njia nyingine kwamba msafir anaruhusiwa kula katika Ramadhan, atalipa siku ingine, lakini ambaye si msafir lazima awe amefunga, lazima afunge. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala katika funga nasema, faman shahida minkum shahran falyasumu, atakayekutwa na mwezi huu wa Ramadhani lazima afunge, lazima afunge, ila isipokuwa aliyekuwa na safari. Aliyesikuwa na safari au ambaye kuwa ana maradhi, man kana maridhan au ala safarin fa'iddatin min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba yule atakayekuwa anaumwa yale maradhi, atakayekuwa anaumwa, basi huyu ale katika mchana wa Ramadhani. Ina maana yeye funga haimhusu kwa wakati ana maradhi yale, lakini atakapopona akawa na afya nzuri, sasa hapo funga itakuwa inamtizama, itakuwa ni wajibu kwake, atakuwa lazima ailipe ile funga ambaye amekula mchana. Na msafiru ndiyo hiyo kawaida, ndiyo hiyo kawaida. Na msafir au aliyekuwa na safari, na yeye atakuwa hivyo, atakula mchana wa Ramadhani, lakini atakuja kulipa baada ya Ramadhani kwa siku zile ambazo amekula wakati wa safari yake. Atakayefunga lazima awe ni mtu mzima, mtu mzima, aqilun, awe ni mtu mzima tena mwenye akili. Ina maana mtoto mdogo, mtoto ambaye bado mdogo haamrishwi funga. Funga si wajibu kwake, hayamrishwi funga, lakini anahimizwa, anafundishwa na wazazi wake, yani wanamjaribisha funga ili azoee, ajue kwamba funga itakuwa wajibu kwake. Lakini bado yuko mdogo, hii funga bado haimuhusu. Kwa hiyo atakayefunga ni mtu mkubwa, yani mtu mzima aliyekuwa na akili, ambaye akili zinafanya vizuri. Bimaana kichaa haruhusiwi, yani haamrishwi funga, kwa sababu tunaona kwamba hapa kufunga kwake sharti awe na akili. Sasa akili yake haiko sawa. Ndio vile vile na mtoto mdogo akili yake inakuwa bado haijakomaa. Sasa hii inatupelekea ndugu zangu ya kujua kwamba mambo ya Mwenyezi Mungu yanamtakiwa mwanadamu mwenye akili, yatakiwa mwanadamu mwenye akili. Kwa hiyo akili ni jambo kubwa sana ndani ya uhai wa wanadamu. Mwenyezi Mungu haweki amri zake, haweki mambo yake, maamrisho yake, mafundisho yake, hayapi mtu ambaye hana akili vizuri, akili timamu. Kwa hiyo ina maana kuharibu akili ni dhambi kubwa sana. Kuharibu akili,
mtu kutumia mambo ambayo yatamtoa kwenye busara, kwenye akili timamu. Haya mambo ndiyo sababu Mwenyezi Mungu kaharamisha pombe, kaharamisha madawa ya kulevya, kaharamisha kila jambo ambalo linachemsha au linabadilisha akili ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu anakuhitaji au anapenda mwanadamu kuwa ni mwenye akili timamu 24/7. Kwa hiyo anakuwa ni mtu mzima tena mwenye akili. Kama anakuwa ni mtu mzima lakini hana akili, hairuhusiwi funga kwake. Kama ana akili lakini ana akili lakini akili yake bado ni mdogo, akili zipa lakini bado ni mdogo, hajakuwa mtu mzima, basi huyu atakuwa funga lake hayaamrishi funga, lakini anahimizwa au anafundishwa au anaigizwa kidogo ili ajue funga, na atakapofika wakati wa kufunga, itakapokuwa nyakati za kufunga, yani amekuwa mtu mzima au amefikia wakati akili zimekomaa, basi atakapokuwa ni mwenye kuamrishwa kufunga, basi awe hana uzito wa kufunga. Anayefunga mwingine ni yule ambaye anajua maana ya funga. Mtu ambaye hajui maana ya funga atafungaje? Ya atafunga kwa ajili ya nini? Kwa hiyo kujua ni jambo kubwa sana. Yaani kujua maelekezo na maamurisho na mafundisho ya funga ni lazima kwa mwanadamu. Kuyajua yale ambayo anatimiza funga, anaifikisha funga, yani yanasababisha funga yake ikubaliwe kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo funga anakuwa amefunga kwa ajili yake Mwenyezi Mungu. Inatakiwa sasa awe ni mwenye kujua, ana ujuzi wa funga, ana ujuzi wa funga. Haya yatupelekea kwamba Mwenyezi Mungu hataki mtu anayefanya ibada kwa ujinga. Mjinga hatakiwi katika Uislamu, kwa sababu ujuzi ni jambo kubwa. Uislamu unaendana na ujuzi kwa jambo lile ambalo wataka ulitimize, kwa ibada ile ambayo wataka utimize au uombwa utimize. Hii ibada unatakiwa mwanadamu anatakiwa awe ana mafundisho kwake, hujua vizuri hii ibada. Kwa hiyo tupate pumzi kidogo, baada turudi tena inshallah. Tunarudi tena, tunatoka katika pumzi yetu, tunaendelea mbele na kujua au na kuona mtu ambaye atakayefunga anatakiwa aweje. Kwa hiyo mtu atakayefunga, Mwenyezi Mungu anasema, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuonyesha kwamba ambaye hana akili timamu haruhusiwi funga. Anayefunga ni mwenye akili timamu. Kutokana na hayo ndiyo sababu yaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha kila jambo ambalo linaharibu akili ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu anataka mwanadamu awe ni mwenye akili, siku 7, saa 24 kwa siku 7. Asitumie jambo lolote ambalo linaweza likaiharibu akili yake, kwa sababu wewe ni mja wa Mola wako.
Wewe ni mja wa Mola wako. Mwanadamu ni mja wa Mola wake, na Mola wake anataka anamuhitaji kila wakati, kila dakika, kila sekunde kumuona yuko katika mafundisho yake, yuko katika ibadati zake tofauti, kama ni ibada za maneno, kama ni ibada za fikira nzuri, kama ni ibada za vitendo vya kutendeka na mikono yake na miguu yake na mwili wake na vinginevyo. Basi Mwenyezi Mungu hukutaka wewe mwanadamu, mja wake ambaye amemuumba ili umwabudu, anataka umwabudu katika kuwa na akili, kwa sababu jambo lolote alilokuwekea ameliweka kwa ajili ya akili. Kwanza kabisa amekupa akili kabla ya kuamrisha lolote. Kwa hiyo hii akili na maana ndiyo uchukua uzito wa jambo ambalo utaamrishwa. Ndiyo njia pekee itakayo kuonyesha kwamba wewe ni mja mzuri wa Mola wako. Kwa hiyo mtu akiharibu akili yake, ina maana hata ibada zote zitaharibika. Na wapeni mfano, kama umefunga unatakiwa usali. Kusali, swala ni nguzo ya Uislamu, ni nguzo ya Uislamu katika nguzo 5, ni nguzo ya pili. Muislamu ambaye anafunga hasali, huyo anakuwa ambaye hasali anakuwa ametoka ndani ya Uislamu. Sasa kwa nini afunge? Anafunga wakati ambao si mwenye kufunga. Anatakiwa kwanza arudi katika Uislamu. Baada ya kurudi ndani ya Uislamu ndio aamrishwe kufunga. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa ni mwenye akili lakini si Muislamu, hajaamrishwa kufunga kwa sababu si Muislamu. Wakati atakuwa Muislamu, basi ataamrishwa funga. Funga itakuwa ni wajibu kwake. Kwa hiyo tulikuwa kusema hivi kwamba kila jambo katika ibadati za Mwenyezi Mungu zinafanywa na ule ambaye anaifahamu hiyo ibada. Si kwamba awe una ujuzi mwingi tu, awe ni shekhe, awe ni nani, la, lakini anapaswa awe ni mwenye kuifahamu ibada ambayo anaifanya. Anajua ukubwa wake, anajua namna inavyofanyika, na anajua akiifanya vizuri atapata yapi. Katika kuyazungumzia mwanadamu nani atakayefunga, tumesema kwamba Uislamu nataka atakayefunga awe ni mwenye akili timamu. Tukaona kwamba kuwa na akili timamu ni jambo Mwenyezi Mungu ameliwekea mwanadamu, kwa sababu akili ni jambo ambalo linamuongoza mwanadamu. Kabla ya hajaamrishwa jambo lolote, Mwenyezi Mungu ameanza kumpa akili yake. Akili inamletea kuyajua nayo yafanya. Akili inaletea mwanadamu kufanya mambo katika namna nzuri, kutengeneza kabisa. Kwa hiyo yule ambaye hana akili hawezi akatengeneza mambo. Anaweza kayafanya, lakini jambo analolifanya haliwezi likatengamaa kwa sababu hana akili. Wewe ulimuona kichaa anafanya kazi kweli? Utamkuta anafanya mambo mengi, lakini anayafanya vibaya au anafanya mabaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana akili. Kwa hiyo akili timamu, ambaye mwenye akili ndiyo anapaswa kufunga mwezi wa Ramadhani. Anaye kingine atakayefunga anapaswa kuwa ni mwenye kujitengeneza na funga hiyo, kujijua. Kama tulivyosema, anajua kwamba funga hii inaanzia hapa, inaishia hapa. Amri zake ni hizi na makatazo yake ni haya. Sharti zake ni hizi na nguzo zake ni hizi. Basi huu ujuzi ndio
anaamrishwa mwanadamu afunge. Kwa mfano, mtu anayejizuia kula, ambaye anajizuia kula, hali hajala mchana na hajanywa lolote, lakini unamkuta ni mwenye kusengenya, anayazungumza mambo ambayo yanaharibu saumu yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi sahihi, anasema kwamba man lam yada' qawlu zur wala amalu bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba yoyote yule ambaye ameshinda, amefunga, ameanzia asubuhi kufunga, ameazimia kufunga yake, na ni mwenye akili timamu, lakini ameacha kula tu na kunywa, lakini hajaacha maneno kaulu zur, hajaacha mambo ya kusengenya na kuyazua mambo ya uzushi, kuyasema mambo ambayo ni maneno ambayo si mazuri, kama kutukana, kama mambo ya ukorofi, mambo ambayo hayana adabu, mambo na mingineyo kama hayo. Wala amalu bihi, au kuyafanya, kuyatekeleza haya mambo, hajaacha kuyazungumza au anayatekeleza kila wakati. Kwa hiyo hayana haja kwake Mola wake kuwa mtu huu ameacha kula kwake au kunywa kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hajapata funga. Na nini imemletea hili? Hajajua, hana ujuzi ya kwamba aliyefunga lazima afunge mdomo wake, afunge ulimi wake, afunge masikio yake, afunge mikono yake, afunge macho yake, afunge masikio yake, afunge miguu yake. Yaani mwanadamu akifunga lazima afunge yote, kwa sababu lazima yote yamtii Allah, ni ibada ameingia. Kwa hiyo ambaye anaingia kwenye saumu bila kuijua atafanya mengi mabaya na atakosa mengi mazuri, au atayachanganya mazuri na mabaya. Mfano, kama mtu hapa ameshinda, amefunga, lakini hasali, sasa huyu mtu atakuwa hajui na analolifanya, kwa sababu anayetakiwa afunge ni Muislamu, na aliyeacha swala huyu si Muislamu, lakini ameamka asubuhi, amefunga na ameweka nguvu kweli ili afunge, na ameshinda njaa kweli, lakini kwa sababu yeye hasali, inamletea kuwa saumu yake haifanyi kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu swala ni nguzo ya pili ya Uislamu, na ni nguzo ambaye mafundisho yake haina abudi, lazima kila mwanadamu haifanye. Haina jambo ambalo linamzuia, hana excuse kwamba sitosali kwa sababu hii, la, isipokuwa kwa wanawake peke yake. Lakini mwanamume lazima swala, na swala iwe msikitini. Sasa mtu ambaye amefunga hasali, basi huyu mtu atakuwa njaa ni ya bure, anapata njaa, anaumwa njaa ya bure, kwa sababu hajajua jambo gani anatakiwa afanye. Kwa sababu anatakiwa awe ni Muislamu, anatakiwa awe ni mwenye kufunga, lakini funga yake huyu ni funga ambayo hairuhusiwi kwa sababu si Muislamu. La pili, mfano wa pili ni mwanadamu aliyefunga
na wakati wa kufungua anakimbia sana kwenda kutumia moshi. Haya mambo hayaruhusiwi. Wewe umefunga kwa kumtii Allah na unafuturia kwa jambo ambalo ameliharimisha Mola wako. Kwa hiyo haya mambo hayaruhusiwi. Lazima ufanye jambo unalolijua. Ujue kwamba mimi ni Muislamu ambaye yuko ndani ya saumu Ramadhan, wakati wa kufunga mwezi wa Ramadhan. Kuna mambo napaswa niyafanye na mengineyo nisiyafanye. Sasa mtu akijikuta kwamba yeye anaona kwamba anatakiwa afunge, ndiyo mwanadamu Muislamu anatakiwa afunge, lakini je, amejiuliza ya kwamba je, mimi ni Muislamu kweli? Muislamu wa kweli ni Muislamu ambaye anatizama, anayajua yale mambo ambayo ni lazima kwake kuyafanya. Anajua mambo gani si lazima kwake, anaacha kabisa kuyafanya. Anaachia kabisa mbali kuyafanya. Lakini kwa Muislamu mzuri ambaye anayefahamu vizuri hufunga akijua kwamba mimi ni Muislamu, mimi ni mwenye kuwa nafunga, mimi ni mwenye kujua namna ya funga, na ni mimi ni mwenye kufaidika na funga, kwa sababu funga inaleta afya nzuri. Haya ni mambo tunayoyapata mazuri, tunayoyapata katika funga ya Ramadhani, kwamba mwanadamu funga yake inakuwa kwamba iko sawa, na yeye mwenyewe anakuwa na nguvu. Yeye mwenyewe anakuwa na nguvu za kumtii Mola wake kwa kuyafanya yale ambaye anamwamrisha, na kwa kuyakataza yale Mwenyezi Mungu ambaye hayapendi, hayataki kwake, hayataki kwa mwanadamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuwe ni Waislamu wazuri, ambayo tunapaswa tuifate Ramadhani ilivyo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke katika waja wazuri ambao wanafunga kwa ajili yake. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.